kama mti huu unaishi. Hii sio hadithi ya kawaida, na hili ni langu. Maisha na mti, vijana napotea. Maisha na mti, familia zinalia. Maisha na mti, anatupa machozi, yani kutwa mzima tunalia. Maisha na mti, vijana napotea. Maisha na mti, familia zinalia. Maisha na mti, anatupa machozi, yani kutwa mzima tunalia. Maisha na mti, wendo sababu maisha meka mingi zaidi ya mababu, ila bado riziki we ni virisi we. Thamani ya mamia ya watu waiwa mtu mmoja. Mbona umefuga? Nimewafuga kweli. Mjasiriamali. Ni kawaida tu, tunapambana hivyo. Sasa Sahili, huu mguu ni wa kwako. Swala lililonileta hapa, na nashukuru kujua unapoishi. Unajua ni muda mrefu sana. Ulikuwa hujawahi hata kufika kwangu, ndo mara ya kwanza kabisa yani. Unakumbuka siku ile tulivyoenda kule polini? Kule. Lakini mbona tuliona tu nyumba? Mbona watu hatukuwaona? Ila kweli. Lakini mule tuliingia tukapaangalia sana, ila watu kweli hatukuwaona. Mimi nahisi Mama Kifimbo atakuwa na ngome kubwa sana, kwa sababu miaka nenda rudi watu wanapotea. Kama hawaishi ndani ya mti, wanaishi wapi? Huu mti umemeza watu wengi, kama unavyojua, mpaka hata ndugu zako, wazazi wako wote wamo humo, lakini hatukuwaona. Unajua Mama Kifimbo ana akili sana yule mwanamke, kuja kujenga mji ndani ya mti. Yule mtu atakuwa na ngome nyingi. Ina maana kuna sehemu alipowekeza watu. Sasa mimi nina wazo moja. Kwa nini tusirudi ndani ya mti tukaendelea kufuatilia? Tunaweza tukaupata huo mji ambao watu wanaishi. Turudi tena kule. Sasa Devota, wakati tunaenda kuingia mle, tulikuwa na mtoto wa ajabu ndo aliyetusaidia kuingia mle. Haya leo hatuna.
Unaona? Sasa tutaingiaje? Tutawezaje? Sahili, wewe ndo ulikuwa ukinipa moyo kila wakati kwamba Devota utaweza. Mbona unaanza kukata tamaa? Mimi hamna shida. Mimi kukupa moyo ni kawaida kabisa. Sasa wewe niambie tu kwamba lini tuende. Jambo linapotokea kwa wakati huo, limalize kwa wakati huo. Inatakiwa tuende leo. Leo hii. Kwa sababu yule mama ana machale. Tusipoenda leo atagundua jambo letu. Ina maana inatakiwa tumuwahi kule. Inatakiwa tumuwahi kabla yeye hajatuwahi. Kwa sababu mimi kuna maono. Kuna mtu aliingia kwa bahati mbaya. Yule mtu natakiwa nimsaidie. Kila siku ananijia kwenye maono, anaomba msaada. Ila ni kweli. Maana hata kama nikiangalia, hata mdogo wangu sijamuona. Nguvu alizonipa Mungu nitazitumia hizo hizo. Kama Mungu alinipa nguvu, ni lazima nitatumia nguvu hizo kuokoa watu. Basi sawa. Mimi labda tu nimalizie kazi zangu hapa hivi, niwape chakula hawa ndege zangu hawa, sijawapa chakula kuanzia leo asubuhi. Nikimaliza mimi nakuja. Wewe nenda tu kajiandae, mimi ndaukuta. Sawa. Sasa usichelewe. Ni muda tu kidogo, huwa sichukui sana muda kuwapa chakula. Aya. Hamna noma Devota. Wasalimia hapo nyumbani na waona. Nitawapa hai. Aya. Alikuwa kipenzi cha familia, alikuwa mlezi wa familia, alikuwa mlinzi wa familia, lakini mtu memchukua. Maisha na mti, vijana napotea. Maisha na mti, familia
familia zinalia, maisha na mti yanatupa machozi, yani kutwa mzima tunalia. Maisha na mti, vijana napotea, maisha na mti, familia zinalia, maisha na mti yanatupa machozi, yani kutwa mzima tunalia. Maisha na mti wendo sababu maisha meka mingi zaidi ya mababu, ila bado riziki we ni ibilisi we. Thamani ya mamia ya watu waiwa mtu mmoja. Alikuwa kipenzi cha familia, alikuwa mlezi wa familia, alikuwa mlinzi wa familia, lakini mtu umemchukua. Maisha na mti, vijana napotea, maisha na mti, familia zinalia, maisha na mti yanatupa machozi, yani kutwa mzima tunalia. Maisha na mti, vijana napotea, maisha na mti, familia zinalia, maisha na mti yanatupa machozi, yani kutwa mzima tunalia. Maisha na mti wendo sababu maisha meka mingi zaidi ya mababu, ila bado riziki we ni ibilisi we.